hapa nimeandika hivi: Bwana akufanyapo matendo makuu, usiache kupaza sauti kuwaambia watu matendo makuu ya Mungu. Usije kufifiza muujiza wako. Hiyo ndio faida ya ushuhuda, wapendwa. Hiyo ndio faida ya ushuhuda. Unapotumia namna moja katika kuwahudumia wenye shida mbalimbali, wewe kama ni mtumishi wa Mungu, kwa mfano kuwauzia watu maji, kuwauzia mafuta, kuwauzia udongo, kuwauzia vitambaa, hiyo ni kudhani kuwa Mungu ni mdogo sana kiasi ambacho anaenea katika maji na mafuta. Ndio maana yake. Ina maana Mungu anaenea katika maji na mafuta. Hicho kitu ni hatari sana. Maji na mafuta hayawezi kumbeba Mungu katika kuponya, kuokoa na kubariki. Kwa hiyo vinginevyo basi, kwa kuwa Yesu alimponya yule kipofu kwa tope, basi ingekuwa tunawapaka matope watu wote walio vipofu. Kama aliponya watu kwa kuwagusa kichwani, basi tungewagusa kichwani tu alafu tukawaacha waondoke. Lakini anakuja mgonjwa kipofu, wanamwambia amguse, lakini anamtoa nje kwanza, anampeleka nje ya kijiji. Wapendwa, Mungu wetu hana kanuni. Mungu wetu ni mpana sana, zaidi ya chupa ya mafuta, maji na udongo. Vitu hivi vingetumika mara moja tu, labda kwa mafunuo. Mafunuo ya leo tu, kama ilivyokuwa kwa Bwana Yesu. Hakutema mate kila siku kwa kila kipofu aliyekuja, ilikuwa ni siku hiyo tu. Hakuchanganya tope kwa kila kipofu. Kina Petro waliombea leso na nguo za wagonjwa. Haikuwa ndio kanuni kwamba kila wagonjwa waliombewa leso. Wapendwa, tunawafundisha nini watu wachanga? Watu wachanga tunawaharibu. Hebu sasa tuone habari za huyu kipofu aliyeponywa na Bwana Yesu. Moja, kipofu alipelekwa na watu kwa Bwana Yesu. Kuna watu walimpeleka. Bado tunahitaji watu kiuchumi na kimafunuo. Alipelekwa na watu. Kwa hiyo bado tunahitaji watu. Uliokoka kwa kuwa uliamini maneno ya watumishi. Kuna watumishi walikuletea habari. Kwa hiyo bado watu ni wa muhimu sana, wapendwa. Ndio maana kipofu alipelekwa na watu. Pointi ya pili, akamshika mkono akamtoa nje ya kijiji. Wapendwa, mazingira yanaweza kuathiri makuzi yako ya kiroho. Wapendwa, mazingira yanaweza kuathiri makuzi yako ya kiroho. Ndio maana mara nyingine inabidi uondoke pale. Tunaona hata katika maandiko, ikafika mahali Mungu anamwambia Ibrahim, toka katika nchi ya baba yako na mama yako, uende katika nchi nitakayokuelekeza. Kwa hiyo mazingira yanaweza kuathiri makuzi yako kiroho. Fikra za washauri wabaya, kutoka katika kujidharau. Unaweza ukafika mahali ukajidharau. Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari 17, Biblia inasema hivi: tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu chochote kilicho kichafu. Kwa hiyo mara nyingine kuondoka katika kundi fulani, na Biblia imesema kwamba watu wasipokubaliana hawezi wakatembea njia moja. Lakini kufungiwa nira pamoja na wasioamini ni jambo ambalo, kwa hiyo huwezi kujua. Ndio maana Yesu alimwambia toka hapa kijijini. Pointi ya tatu, aliwaona watu kama miti inatembea. Wapendwa, mara nyingi Wakristo wengi tunapoingia kuomba, bado miujiza au majibu anayotupa Mungu wetu tunayaona mfano wa miti inayotembea. Hii ni kwa sababu ya imani haba,
Ndipo Bwana Yesu akasema maneno haya katika Mathayo sura 17 mstari wa 20b, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtaambia mlima huu, ng'oka hapa uende utupwe kule, utaondoka, wala hakuna jambo lolote lisilowezekana mbele yake au kwenu ninyi. Ndugu zangu Wakristo, Mungu anatufanyia miujiza mingi. Mara nyingine hata tunaingia katika maombi, tunaweza tukaomba, kumbe tunapata majibu. Yale majibu tunashindwa kuyapokea kwa sababu tunayaona kama miti. Mfano huyu ndugu ambaye aliona kama miti. Binadamu wanatembea lakini akaona kama miti inatembea. Kwa hiyo hapa ni swala la imani. Imani kadiri inavyokuwa kubwa ndivyo matendo makuu ya Mungu yanaweza kufanyika kwako. Kumuimarishia imani, baada ya kuona watu kama miti, aliongeza kumshika mkono, kumwekea mikono. Pointi ya 4, ndipo akaweka tena mkono juu ya macho yake, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Neno hilo mara ya pili limeandikwa mara 66 ndani ya Biblia. Neno hilo mara ya pili limeandikwa mara 66. Kwa kweli mara mbili, mara nyingi Mungu amesema mara mbili. Tena sehemu nyingine anasema amini amini nawaambia. Kwa nini anasema amini nawaambia? Lakini anasema amini amini nawaambia. Anaposema hivyo ni kama kusisitiza. Na nimesema mara nyingine, hata unaposikia sauti ya Mungu katika njozi, sio uanze kwenda kuwasumbua watumishi kuwauliza tafsiri ya maono hayo au njozi hiyo. Hebu omba Mungu aseme na wewe tena mara ya pili. Mara ya pili. Wakati wote Mungu alipotaka kusisitiza jambo, alisema mara ya mbili. Hebu nilete mfano halisi. Samueli wa kwanza sura 3 mstari wa 6. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Mwanzo 1:15 mstari wa 16. Malaika wa Bwana akamuita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni akisema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukuzuilia mwanao wa pekee. Hii ni wakati anamtoa sadaka mwanaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi ni mara mbili. Hata katika Agano Jipya tunaona sehemu nyingi Bwana Yesu anaposisitiza jambo lazima aseme mara mbili. Kwa mfano, amin amin nawaambia. Pointi ya 5, akitugusa tena tutaimarika. Alimgusa tena kipofu mara ya pili, akamgusa mara ya pili tena, ili muujiza wake ukomae au uwe imara. Na Bwana akitugusa tena tutaimarika. Mungu wetu anatajwa katika wingi, na wingi unaanzia namba 2, wapendwa. Ukipata njozi mara moja, usimwambie mtu. Ukipata mara ya pili, waambie. Msiwasumbue watumishi mara nyingi kila mwonapo maono au ndoto. Wewe omba ili Bwana arudie mara 2 au mara 3, na hatimaye utapata ufumbuzi. Pointi ya 6, alimwambia hata kijijini usiingie. Tuliona mawazo mwanzoni, alishikwa mkono akatolewa nje. Mazingira tuliomo yanaweza kutudhoofisha, yanaweza kutuvurugia muujiza wetu, yanaweza kutuondoa katika mpango wa Mungu. Mazingira, watu wanaokuzunguka wanaweza kuwa kikwazo, na hatimaye ukashindwa kuendelea vizuri. Tuangalie katika Isaya sura 6 mstari wa 5. Biblia inasema, ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu
mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mungu, yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Haleluya! Wapendwa, nikimalizia kwa andiko hili ni kwamba Isaya anajaribu kuonyesha kwamba kumbe yeye anaishi katikati ya watu wenye midomo michafu, na yeye mwenyewe ameacha kujihesabia haki. Kwa hiyo watu wanaotuzunguka, mazingira tuliyomo, yanaweza kusababisha kudhoofisha na kutuondolea kwenye destiny yetu, kutuondoa kwenye baraka zetu. Na kwa somo hili, Mungu akubariki sana.